sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapana budi sote kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika mwezi wa Shaaban, tukiwa tupo katika mwisho wa mwezi wa Shaaban. Ijumaa ya leo pengine ikiwa itakuwa ni ya mwisho au itakuwa bado moja kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa leo itakuwa ni ya mwisho, Ijumaa ya leo, basi itakayofuatia itakuwa Ramadhani. Na ikiwa leo ni ya karibu ya mwisho, basi itakuwa bado moja Ijumaa tuingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, pengine mwezi mwandama utaandama pengine ima Alhamisi, Jumatano au Alhamisi ya tarehe 17 ya mwezi wa Februari au 18 ya mwezi wa Februari. Hapo inshallah tataraji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tarehe hizo mbili, ima tarehe 17 ya Februari au tarehe 18 ya Februari. Leo tupo katika makumbushano. Waislamu, sababu ya kuitwa Waislamu ni kukumbushana, na Uislamu ni makumbusho. Fadhakir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Hakika kumbusho, sayadhakkaru, ataedheka, atakumbuka, atayakubali, man yakhsha, anayemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatajannabuha al-ashqa, na ukumbusho huo ataepuka muovu, asojali, asiojua wala asotaka kufikiri kuwa yeye baada ya maisha haya pana maisha marefu mazuri kuliko haya. Huyo ni yule ambaye hana akili. Mwenyezi Mungu asema innama yatadhakkaru ulul albab. Ulikumbuka hilo wale wenye mabongo yenye akili, wale wenye kuelewa kuwa baada ya dunia pana maisha marefu yasiokuwa na mkomo, mazuri kwa mzuri, yani maisha mazuri kwa ambaye amekufa ameenda kwa Mwenyezi Mungu uzuri, na ni maisha mabaya kwa ambaye amekufa vibaya, ameenda kwa Mwenyezi Mungu vibaya, tena maisha marefu mabaya. Kwa nini watu wengi wasema ameenda fulani kwa Mwenyezi Mungu, kwani hapa si kwa Mwenyezi Mungu? Tafsiri ni kuwa kule akhera ndio mahala pa hakika watu wenda kuishi katika maisha mazuri ambayo hayana mfano. Ndio maana kwa fulani ameenda kwa Mwenyezi Mungu, kule kwa Mwenyezi Mungu mbele za haki. Haya maneno ni kuwa maisha ya dunia ni maisha ya vumbi, maisha ya dunia ni maisha ya dhiki, maisha ya dunia ni maisha ya utata, maisha ya dunia ni maisha ya ubapari, maisha ya dunia ni maisha ya kuhangaika, maisha ya dunia ni maisha ya utata. Ndio maana ukaona kila mtu anayezungumza fulani hatuko naye tena, ameenda mbele za haki, kwa sababu yani ameenda mahala pa ukweli, pa maisha ya ukweli, pa chakula cha ukweli.
Sababu duniani kila hatua unaochukua ni matatizo, kila step unaoipiga ni matatizo. Kama hupati hili utapata lile. Tena duniani afadhali mtu asokuwa na kitu masikini kuliko mtu ambaye amemiliki kipato cha mapeni mengi ambayo humtatiza yeye na familia yake na maisha yake. Mtu ambaye duniani ana shida, hata hafikiri kuoa wala hafikiri kuwa, hata akaoa hafikiri kuwa mke ni nini na mke ana thamani gani, ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa kipato cha mapeni ambayo amiliki, anazo za kutumia, anazo za kuchezea. Huyo ndio mtu ambaye duniani ana matatizo sana ya maisha, kwa sababu haishi kuumwa, haishi stresi, haishi tabu, haishi kulalamika, haishi kwenda kwa waganga, haishi kwenda kwa watu wenye kumpigia ramli, haishi dhiki usiku na mchana. Maskini yuweza lala barabarani, naam, mkweli. Maskini aweza vaa nguo moja mwaka mzima, hata miaka 10. Maskini aweza gawanya shilingi 50 akampa mtu shilingi 25 akamkenda 25. Maskini aweza kuwa na nguo mbili akakubali kutoa moja kumpa mwendani wake moja asaidike. Maskini ana sifa zote nzuri. Tena maskini mwenyewe ni maskini ambao wala hutakwa, ana yeye ucha Mungu. Maskini ambaye ana ucha Mungu, basi fahamu maskini huyo hawezi kuharibikiwa na mambo, hawezi kuharibikiwa na maisha. Maskini ambaye ana ucha Mungu hawezi kuharibikiwa na maisha, hawezi kuharibikiwa na mambo. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Bali ya Mungu, maneno tamu mazuri kweli kweli. Hawezi kuwa na dhiki, hawezi haribikiwa na mambo, hawezi kulalamika. Popote utakapomweka weketi, chochote ambacho wampa asema alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu, Mungu akubarikie. Chochote ambacho anakiona hakimuhusu, kunena hicho si changu, cha fulani, nataka kipe mgogo. Yani kila hatua yeye amkumbuka Mungu. Maskini ambaye ni mcha Mungu, na tajiri ambaye ni mcha Mungu kwa sharti. Masikini tajiri ambaye ni mcha Mungu kwa sharti, ni mcha Mungu number 1, kisha number 2 awe ile pesa haikumtawali, ameitawala. Sharti ni hiyo. Akiwa mcha Mungu ala pesa imtawali, ucha Mungu unazika ile pesa, ule ucha Mungu unazikwa na pesa. Kile kipato chake kinaharibu ucha Mungu, anakuwa ifiriti. Tajiri huyo, tajiri ambaye amemiliki uwezo wa kisawasawa, aweza wagawanya watu, kila mtu katika watu 100,000 akawapa milioni 1,000. Huyo tajiri ule, uelewe, watu 100,000 aweza kuwapa kila mtu milioni 1. Wafikiri atakuwa amemiliki ngapi? Watu 100,000 aweza kuwapa watu 100,000 awape milioni 1 kila mmoja. Yeye atakuwa kwa banka yake ana pesa ngapi? Na watu hao wapo mpaka hivi leo wapo. Lakini hao ambao wapo wamemiliki namna hiyo ndio wachoyo namba 1, ndio wasojali
namba moja, ndio wasiosikia namba moja, ndio wasioelewa namba moja hao. Kisha hao hawajali hata familia zao. Tuache mtu mwingine, tuache kujali another person, wale jamaa zake mwenyewe. Akipigwa simu, mamako vipi? Shauri yake, ana maisha yake wewe. Ndugu yako ni mgonjwa, yuko Makadara amelazwa, tajua mwenyewe ni maisha yake haya. Mimi anihusu. Kwa sababu nini? Pesa imemtawala, hakuitawala. Ufalme ni utawale usikutawale. Pesa ni uitawale isikutawale. Nguvu ni uitawale isikutawale. Nguvu, chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekumilikisha nacho, ni wewe ukitawale kisikutawale. Yuko mmoja mtaani, piga mfano haraka haraka. Alikuwa kila anayekwenda kutaka kupigana naye wampiga. Siwezi mtaja jina. Sasa hivi ozea jela. Sasa hizi anaozea jela. Zamani mta ana sifa za afia, sifa za ujeuri, sifa mbaya mbaya, lakini hakuna mume wa waume, hakuna mke wa wake, hakuna mtu zaidi ya watu, hakuna mambo hayo. Sababu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Walipokea wote, hakuna kitu. Kaa maeneo yako, kanyaga hatua zako peke yake. Hatua ya mwendani wako usikanyage. Lilokuhusu livae, lisilokuhusu liepuke, usilivae. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la yani. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la yanihi, akamilike utu wake na Uislamu wake na ubinadamu wake na hali zake za ubinadamu. Basi tarkuhu ma la yanihi ni kuyaacha yasiyomhusu. Antatruka ma la yanika ni kuyaacha wewe yasiyokuhusu. An atruka ma la yanini ni kuyaacha mimi yasiyonihusu. An yatruka ma la yanihi ni kuyaacha yasiyomhusu. Sikia jambo, yake alinihusu. Ndio tutazungumza min a'zami sadaqati aljariyati alwaladu as-salihu. Mada hiyo ndo tambihi yetu, ukumbusho wetu wa leo. Sote tupate faida, azungumzaye asikiaye, kila mmoja apate faida. Miongoni mwa ukubwa zaidi, ukitaka utukufu zaidi, ubora zaidi wa sadaka yenye kuendelea duniani, wewe baada ya kuondoka, nzuri zaidi, kubwa zaidi, ambayo faa zaidi, yastahiki zaidi mtu kuwa ako nayo, aiweke akati yeye akiondoka, iwe ile jari yaendelea, bora zaidi ya kuweka katika sadaka ya kuendelea, alwaladu as-salihu, ni mwana mwema, ni mwana mwema. Mfano, rabbi habli min as-salihin. Hata mitume Mwenyezi Mungu wakiomba dua wanaomba nini? Mtume Ibrahim
amekaa muda mrefu bila kupata mwana. Alitamka kunena dua yake kumwambia Mwenyezi Mungu, nijalie mwana, nipe zawadi ya mwana. Rabbi habli minas salihin, Mola wangu nipe hiba, zawadi mwana, kisha ikiwa ni mwana basi minas salihin, katika wema. Yaani Mwenyezi Mungu ambarikie mwana yule awe katika wema, asiwe mwana katika maovu. Mwana akiwa mwema, mfano akiwa mwanachuoni, basi ule wanachuoni wake unakuwa kama mafuta perfume. Akimsomesha mwana yule, naye akishukua elimu ile akitumia, na yule asomesha mwendani wake, yule naye asomesha mwendani wake. Tofauti pengine nyumba huoza ama watu wakaivunjilia mbali. Tofauti na kisima, pengine kisima watu wakapitia mchanga kukasirika. Tofauti na pesa, watu wakakosana kapigana, pesa zikawa ndara. Lakini mwana, ile elimu yake ambayo utakuwa mwacha nayo ya dini, elimu ya Mwenyezi Mungu ya dini, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Hiyo ndio elimu Mwenyezi Mungu anena tuishike, tuitumie, tuifanyie kazi, tufe katika hali hiyo. Alayhi nahya wa alayhi namut wa alayhi nub'athu insha Allah min al-amilin. Kwa elimu ya dini hiyo tuishi nayo, hiyo tufe katika elimu hiyo, Mungu atufue katika elimu hiyo. Ndio hakuna mtume kaburini anaoza. Ukaona akasemaje katika tahiyatu, assalamu alayka ayuha nabiyyu, hajaoza, yuhai nzima. Ndio maana kuna naje swala ya kusema assalamu alayhi, swala batila. Assalamu alayka you, assalamu alayka maana yake ni mtu wamuona ya kuona on the spot, nione ni kuone, niangalie ni kuangalie. Ndio maana nini assalamu alayka ayuha nabiyyu, na yeye yuko Madina ndani kaburi amelala. Kwa nini akawa Mwenyezi Mungu ampa kipawa hicho, amempa kipawa hicho? Kwa sababu gani? Elimu alichokibeba si cha kawaida. Ndio haya imeendaje? Mwenyezi Mungu asemaje? Kwanza Mungu ajisifu yeye Ar-Rahman, kisha allama al-Qur'ana, kisha khalaqa al-insana, kisha allamahu al-bayana. Zote mansub. Ar-Rahman, yani Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu, mwenye kusikitikia wema na majambazi ulimwenguni, wema na wahuni ulimwenguni, wema na makahaba ulimwenguni. Ndio maana nini Ar-Rahman. Kisha aya pili, hiyo Ar-Rahman ni aya, kama kusema Nun ni aya pia hiyo. Alif Lam Mim Ra ni aya hiyo. Kaf Ha Ya Ain Sad ni aya. Ndio Ar-Rahman allama al-Qur'ana. Huyu Ar-Rahman huyu allama al-Qur'ana, allama Allahu al-Qur'ana. Ndio tafsiri yake hiyo. Allama ni fi'li, Allahu ni fa'ili ta'adduban. Al-Qur'an al-maf'ulu ndicho ambacho kimefundishwa na Mwenyezi Mungu kumsomesha mwanadamu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ni hapo sasa ndio min a'zami as-sadaqati al-jariyati al-waladu salihu, miongoni mwa ukubwa zaidi wa sadaka yenye kuendelea duniani, yafaa wewe na mimi tuziweke, zitufae sadaka jaria, sadaka za kuendelea, ni alwaladu as-salihu, ni mwana mwema. Mwana mwema
matunda yake ni makubwa kuliko kuchimba kisima, my friend. Kuliko kujenga msikiti. Umejenga msikiti hauna wa kuongoza, umekuwa msikiti, umekuwa gofu. Umejenga nyumba hakuna wa kuishi, imekuwa nyumba, imekuwa gofu. Umenunua shamba hakuna kulilima, litoe matunda, ni shamba, ni gofu. Ulimwengu umeumbwa hakuna wa kuishi ndani, ni ulimwengu, ni gofu. Ndio alwaladu as-salihu, mwana mwema. Tunawazaa wema, tunawazaa wakiwa wema, wakiwa wachanga. Ngoja wafute kimo, wewe machua. Wewe badala ya kuwa watoto wa kokoto, nani anafanya kawe kokoto? Ni wewe na mimi. Umempa elimu ya uchakari mpaka katika rika ipi? This go come go, nenda kuja, sit down, stand up. Yani amekwenda kuchakarika. Akimaliza form 4 leti madarasa, nachoka umeona hazingii tena hizi elimu. Umemchokesha, umempakisha Ibilisi. Ibilisi amekojolea elimu ile, wewe wapatia. Sawa, mpatie, lakini usimpe access. Unamchokesha kabla umri wake haujakuwa umri. Maskini yoyote aloanza skuli, ukimleta madrasa hasomi tena. Yoyote akianza madrasa akahifadhi Qur'ani msafu mzima, ukampeleka skuli, anakuwa number 1 mpaka university, anapata A plane mpaka mwisho. Kwa nini? Amemeza kitu kitukufu. Ndio hiyo allama al-Qur'ana. Allama al-Qur'an, ar-Rahman allama al-Qur'ana. Khalaqa al-insana allamahu al-bayan. Ajabu kutakulia khalaqa al-insana allamahu al-bayan. Kwanza angalia, ar-Rahman allama al-Qur'ana. Khalaqa al-insana. Ilikuwa kwanza Mungu alikuumba mwanadamu ndio asomeshwe. Kuna hikima yake maneno hayo. Ar-Rahman allama al-Qur'ana khalaqa al-insana, yamaanisha hajamuumba yeye huyu mwanadamu ni mjuzi. Kwa nini? Dalili kwa inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kuna khalifa jinga? Kuna khalifa jinga sio? Hajamuumba. Mwenyezi Mungu ashampa elimu. Ndio kuna elimu ya kuzaa, kuna elimu muktasabu. Kuna elimu ya kuzawa na elimu ambayo umekwenda kusoma kwa mwalimu. Hii ya kuzawa ikiwa huna, my friend, wewe jinga. Anta jahilun murakkabun. Fulani ni mjinga lakini ana diploma. Fulani mjinga lakini ana degree. Fulani mjinga lakini ana PhD. Kwa nini? Hana akili ya kuzawa dufu. Ndio maana haya Ar-Rahman allama al-Qur'ana khalaqa al-insana. Yani hajakuwa binadamu, Mwenyezi Mungu tayari amemchagua kwamba huyu ni kiongozi. Wewe malaika utake huyu ni kiongozi, usitake huyu ni kiongozi. Utake utamuumba, usitake utamuumba. Ndio ikaja hiyo tena khalaqa al-insana sha'allama al-bayan. Yamaanisha mimi nafanya takamu, sitaki kuulizwa. Ndio mwisho aya katika Bakara anasema inni a'lamu ma la ta'lamun. Nitafanya ninapotaka, sitaki kuulizwa wala sipangiwi. Kwa lugha nyingine sipangwingwi. Hivyo. Kwa lugha nyingine kuna lugha ya Kiswahili sasa imekuja, unasikia watu sipangwingwi. Usinipangie nyinyi, yani usinipangie. Kiswahili cha sasa cha mtaani. Kama umekujanga, waenanga, umelalanga, umesemanga, yani kishengi. Badala ya kupata chakula Kiswahili sanifu, watu wakazoa chao. Hicho chao kilichokuja kikawashangana bagala, watu wakashika zaidi kuliko kile sanifu. Ndio saa hizi walipogundua skuli yafaa kusomwa, basi watu wakatupa Mungu hasa. Wakamkuja Mungu
weka kando. Mungu, pumzika kwanza, tuache sisi tucheze mpira. Walipogundua kwamba skuli yafaa kusomwa, watu Qur'ani hawaitaki tena. Watu Qur'ani hawaitaki tena kabisa. Mtoto yuko tumboni hajazaliwa, ashaitwa senti asome mpaka amalize. Mtoto huyo akimaliza skuli, university, ako mtaani, ana skuli nyingine university ya kuvuta bangi, ana skuli nyingine ya kulanguka, skuli nyingine, skuli mbili hizo, muongeze skuli nyingine. Ana skuli nyingine Bambulu Kete utawaona wa kudunga sindano mwilini na kuvuta cocaine, maunga, skuli nyingine hiyo. Ana skuli nyingine, skuli ya wizi, ni mwizi internationally, mwizi. Watu wengine jizi. Wajua kuna mwizi na jizi. Hili ni jizi mpaka aweza iba dera la mamake na nguo za ndani, akenda kauza apate bangi. Huyu ni jizi. Huyu si mwizi, huyu ni jizi. Ile ambayo imekomaa. Hauwezi muimbia mamako bwana wewe. Hauwezi muimbia babako kwa nyumba. Alokulea ukakuwa akakufundisha mpaka university, kisha leo mwimbia. Wewe ni jizi. Wewe una laana. Hivi ndio mitaa ilivyo. Wakati tukiingia skuli tena, tukiharibikiwa na mambo, mwanangu na stress usijali, nitakupeka Arabuni kufanya kazi. Ukafanya kazi ya Arabu. Akifika Arabuni mtu akike anabakwa. Anatupa dua gorofa anakufa. Anarudi maiti. Au arudi amepagawa. Marweru. Wakiume amerudi amekufa, amekuja maiti. Ameenda mzima amerudi maiti. Kwa nini? Tulimdharau Mungu for the beginning there. Tulimdharau Mungu kwa mwanzo. Na Mungu huku mwisho wa maisha yake anatuonyesha. Sababu nitaki na mimi siwataki. In dhakartani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun minhu. Fi mala'in khairin minhu. Angalia Mwenyezi Mungu alipokuwa tupenda, ukitaja mimi katika kusanyiko la watu na kutaja wewe katika kusanyiko bora kuliko hilo. Haya, ukidharau mbele za watu, maneno haya, ukinidharau mbele mimi za watu na kudharau wewe mbele za watu ambao ni bora, ni wejeuri kuliko hao. Faliyadu nadia sanadu zabania. Ndio maneno haya. Si maneno yangu, Qur'ani shehe. Faliyadu nadia. Waite wasaidizi wako wewe. Awaite wasaidizi wake. Sanadu zabania. Nasi tamwitia wasaidizi wetu ambao hata huwawezi. Atakuashiria hivi, umeanguka, umeangamia. Ndio faliyadu nadia sanadu zabania. Kauli ya Mungu haiendi patupu. Ndio tambihi yetu asemaje? Mawaidha yetu min a'dhami as-sadaqati al-jariyati, kubwa zaidi la sadaka yenye kuendelea mtu afaa aweke duniani akiondoka ipo yafanya kazi ni nini? Alwaladu as-salihu, mwana mwema. Sasa kifua kimejaa this na go, atakuwa mwema? Hakuna hata aya moja ya mfahamu wala juzuri wala hajua hadithi ya Mtume, hana chochote ajuacho, hakumbeba Mungu kifuani. Atakuwa waladu salih, thubutu. Atakuwa mahindi ukiyapanda, ukiyapalilia, ukiyatia mbolea, yatanawiri? Hayawezi kunawiri, my friend. Yatanyauka, yatakufa. Ayaonao watasema mahindi mbona yamedhoofika? Kwa sababu gani? Aliyepanda mahindi ameachilia rebwe suda.
Hivyo ndio mwana wako na mwana wangu mimi, baada ya kumpa elimu ya shule, kupenda sana elimu za shule za dunia, sasa umwachilie barabarani, nenda mwana we, bata ka pikipiki hiyo ndakunulia. Kisha kuta achukua na pikipiki, amekuwa ndani pikipiki mbebwa naye pia mbebwa. Faini $200. Mwaonyeshwa au tuonyeshwa maisha ya dunia si pesa. Maisha ya dunia si shule. Maisha ya dunia si mbio za sana. Hapana we. Maisha ya dunia ni kuwa na heshima na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi. Ni kumweka mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi. Lakini sisi je, tunayo hayo? Kila mmoja unamuona aenda mbio, mwanangu nitalipa vipi fees ya mwaka mzima? Muone mambo haya. Mpaka mzazi akosa chakula nyumbani cha kuwaka moshi haufuki nyumbani kwa sababu alitupa pesa peka skuli zote hana. Halo, kuna kibarua Nyali ndo sina hata shilingi ya kupanda bodaboda. Umeona? Imeenda limpeka shule Nyawe. Apigwa simu Chuda eneye kazi ya mjengo apate riziki apekewe nayo nyumbani. Apigwa sema pesa hata fees hata dala sina, hata hela ya tundu sina. Kwa nini? Zote nimpeka shule. Baba we, na roho yako pia ipeleke shule. Hiyo roho yako pia ingoe peleke shule. Mwana shule we. Ndivyo tulivyo hivyo. Ndio maisha yetu haya. Baada ya kumaliza kusoma, sasa hivi tumeingia kitu kinaitwa CBC. Wallahi hakuna kitu cha dufu kama CBC. Anayesomesha CBC haijui CBC. Atakuja CBC urongo. Mpaka usome ndio usomeshe. Aya kwanza niliyosoma, wa amma al-ghulamu, na ama kijana, fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yuhriqahuma tughyanan wa kufra. Hii ni kile kisa kirefu cha Nabii Allah Musa alayhi salam. Wakati Musa ambia hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda, nenda kufuati ukanifunza mimi uongofu, mimma ulimta, katika yale uliyojulishwa, arushda, katika uongofu. Lakini anambia huwezi kusubiria wewe na vituko mimi. Sasa huyu ni mtoto ambaye Mtume Musa aliona hivi akiwawa na Khidri. Wangesema Khidri, hata kwa kuwa ni Khidri ni Khidri, lakini Khidri alimuua mwana. Sasa hapa yamfasiria kwa nini nilimuua huyu mwana. Kwa nini nilimuua? Ni katika hawa tunawalea, ni watoto tumewalea kikokoto, wakawa kokoto, ni wagumu. Hata mwadhini kiadhini hauingii kwenye bongo lao, wala wasikii. Mara yuko kwenye draft, cheza, nimekufunga, nimekufanya mke, yani draft na karata basi. Hata mwadhini kiadhini kelele nyingi tu. Ni hawa sasa. Ndio Khidri alimuua. Sasa wakati alipomuua Musa alipoguna, waonea tu. Kazi yako kuonea tu. Ambia uelewi. Nimekwambia huwezi kunisubiria wewe. Mna vituko mimi. Wataka uongofu lakini uongofu wangu huwezi wewe. Ndio kaona mwalimu ana kazi. Mtoto kushika elimu ya mwalimu mpaka mwalimu umvumilie mwalimu sana. Si rahisi. Uwe na subira kama ya punda. Mwenye punda amepanda na mzigo amepandishwa mpunda, na punda ile alichoka kunena hanendi, bado ana vitu viwili. Punda huongea na vitendo, ima apige mashuzi punda yule, maana nimechoka jamani,
umenilemeza, umeniweka mzigo mzito na wewe umenipanda, alafu wanapiga mafimbo. Sasa punda kwa jaza yake ana vitu viwili kumfanya mwanadamu nini na nini, ampiga mashuzi namba 1, namba 2 anampiga mateke. Kama haya mnizungumzao enda Amu yapo haya ndo magari ya Amu shehe, ndo rasilimali ya Amu, ndo tajiri wa Amu, ndo investment ya Amu hiyo. Wa amma al-ghulamu, na ama yule mwana, fakana abawahu mu'minin, walikuwa wale baba zao, yaani baba na mama ni waumini. Fakashina, tukaogopa sisi, kachelea sisi, an yuhriqahuma, kuwavuruga, kuwachanganya, tughyanan, kuwatia katika upotevu wa kufra na kuwatia katika ukafiri. Mwana nikamuua kwa sababu ya haya mambo, asija kawavuruga akawapoteza mwelekeo, wasione mwelekeo wa Mwenyezi Mungu. Tughyanan, akawatia katika upotevu wa kufra na akawatia katika ukafiri. Ndio maana kamuua yule mwana. Twende hapo mbele. Faradina, tukataka ayubadilahuma, na tukataka ayubadilahuma, kuwabadilishia wale wazazi wawili. Akataka ayubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Tukataka ayubadilahuma rabbuhuma, kumbadilishia wazazi wawili yule wale watoto wa Mwenyezi Mungu. Asema ayubadilahuma, kuwabadilishia wale wazazi wawili, rabbuhuma, mola wao, khairan minhu, kuwabadilishia mwana bora kuliko yule ambaye Khidri amemuua, zakatan, alotakata, ambaye atakuwa ni mwenye kutakasa, zote za kubalika. Zakatan, mwana alotakata, mwana alosawa, mwana nzuri, alobeba malezi maalum mazuri na maadili mema, ndo zakatan. Wa aqraba ruhma, awe karibu zaidi na huruma na wazazi wake, yani awe karibu zaidi akiwa na huruma na wazazi wake wawili. Lazima uwe na huruma ndio uipate pepo ya Mungu. Kama una huruma, pepo ya Mungu ipate. Idha mata ibnu adama, akifa binadamu, inqata amaluhu, katika amali zake, matendo yake, illa min thalathin, isipokuwa mambo matatu. Sadaqatin jariya, sadaka ya kuendelea. Tukasema min adami as-sadaqati al-jariyati al-waladu as-salihu, miongoni mwa kikubwa zaidi ambacho mtu atawapokea duniani katika sadaka yenye kuendelea ni al-waladu as-salihu, mwana mwema. Ndio hapa sasa sadaka ya kwanza, sadaqatin jariya, katika mambo matatu ambaye mwanadamu akifa ayaacha duniani, ambayo ndio bora kuacha. Amali zote zimekatika, haya matatu hapa yanaendelea. Ya kwanza sadaqatin jariya, sadaka ya kuendelea. Msikiti umeujenga, madrasa umejenga, kisima cha watu kunywa maji bure umekijenga, umejenga nyumba ya mayatima walale bure, umejenga nyumba za wajane ambao hawana mabwana, wakufa mabwana zao kwa wajengea waishi kwa sababu tezeka. Maana wanaume majambazi. Mwanaume akioa mara nyingi haoi kwa sababu ya mwanamke, anaoa kwa hawa zake kwa sababu yeye hatosheki. Wewe katika wanaume, mimi mwanaume pia, mke wangu amekuwa mtumba, nataka fresh. Hana kuuliza mwanamke aliolewa kadhaa ni fresh ama ni mtumba? Nyo ngome wewe, kama nipe ni ngome. Mwanamke aliolewa kadhaa ni
mchumba. Fresh ni yule ambaye ni bikra, bado hajaolewa wala hadi mwanaume. Wewe ndio bikra, wewe ndio fresh, sema za maana wewe. Lakini wewe na mimi wataka uoe tu, uite baba watu wengi, ndio tutapenda sifa hizo. Uite mwanamume wa wake wengi, sio tutapenda sifa hizo. Tutapenda sifa hizo sisi. Kulea hatuwezi, kumiliki hatuwezi, kumaintain pia hatuwezi. Kitu ambacho tunaweza sisi sifa. Mashallah na wake wanne, wanne. Kumbe unasaidiwa kwa mbele mbele. Watoto wangapi? Na watoto 70. Kumbe wengine unzaliwa wewe. Ndio watoto 70, lakini kuna mwenzani wako anakuja kukusaidia. 70 jina. Okay, akisema kiwango mzaa, huyu Saidi babangu. Wewe mzaa mwanamke wangu, huyu mamangu. Mama umezaa wa kike, huyu sister yangu. Zuena huyu. Yaani watoa majina, watoto wa blue, green, yellow, red. Na hao ndio wengi wazaliwa. Sababu gani? Umeoa wanawake wanne, kuamiliki uwezi, na kiwa una hili huna. Ikiwa unaweza kualisha wanawake wanne kwa kila mmoja, kwa kila siku mpa 1000, ujue Africa, Uganda, industries uwezi, South Africa uwezi kuamiliki wale wote. Nguvu za hizi ni nguvu za unga wa chemical. Nguvu za hizi ni mchele wa chemical. Nguvu za hizi ni mahindi ya chemical. Everything you see and you want chemical inside. Umeona? Twaza watoto chemical. Mama amedunga masindano, amebeza matembe, mpaka mwili ukachakarika, mimba kizaa, anaweza na shida, mwisho wa siku aenda theater, akata tumbo, hazai ile sehemu ya kawaida, adhana pressure kiss. The night he's cut. Anakutula mtoto. There. Unaona? Sasa amezaa freshi ama amekata? Ametumbuliwa kama samaki, my friend. Kwa sababu gani? Amemeza chemical mpaka mwili ukawa ni chemical, atembea na chemical. Ndio operation za wanawake ni nyingi. Mwanamke kufuga tumboni hapa ana operation 3 and 4 and 5 and 10. Visu tu. Ka. Msamaki. Swala liko hapa. Msamaki. Tutasema mambo digital. Ujinga umezidi. Digital hakuna mfrendi makawe. Digital mwanamke ni ajifungue mwenyewe kwa hali yake ya kawaida. Thumma sabila yasara. Yeye mwenyewe mwanamke, Mungu amsalishie ndia zake za kawaida, ajifungue yeye kama yeye. Sasa mwanamke ametumia drug gani? Si lazima drug kwa kizungu, drug si lazima iwe ni cocaine, unga wa madawa kulevya, la. Panadol drug, aspirin drug, mara 3 drug, sindano drug, zote hizi ni drug hizi. Nenda kaangalia kamusi dictionary ya kizungu. Drug ni nini? Mimi si msomi wa kizungu, lakini kaangalia drug ni nini. Kila tembe ya hospitali hiyo ni drug. Kwa kizungu pia inaitwa nini? Drug. Nimekosa thubutu, wasomi wako hapa rekebisha. Ni hivyo. Asomea drug hayuko maruerue. Anajiamini akili yake. Akili iko the sensitive mind and powerful mind, my friend. Haichanganyikiwi wala haina kupiswa akili ambayo haitumii madawa. Sasa hivi kuna watu ufukoni waenda na madawa, pasina madawa haikupumua vizuri. Wewe wako tele hawa. Ndani ya mfuko ana midawa zaidi ya 1000. Anameza kwa masaa, daktari mwambia enda kwa masaa. You keep time. If you not keep time, you die. Wako tele hawa. If you not keep time, you die and you hell. Kizungu si kazi. Kulegezamana kwa za ulimi. Muhimu uelewe. Hata bataja wanaelewa kizungu. Sadaka tinjaria, sadaka ya kuendelea. Au ilmi yuntafa'u bi, au ilmu yenye kunufaisha. Umempa mwana elimu, akawa ainufaisha elimu ile, yaendelea kumeza matagaa elimu ile. Ya dini lakini sio elimu hiyo yenu hiyo.
hiyo shangala bagala ya this go come au waladin salihin au mwana mwema. This is a topic we talking now here, yani au waladin salihin yad'u lahu, au mwana mwema ambaye humuombea istimraria, daily service, day and night, amuombea babake dua, babangu Mungu amrahamu pale alipo. Alafu waladin salih haimaanishi kuwa ni mwana wa mzazi yake, hata mwana ukamtukopa mlea ukambadili kisawasawa ikamkolea akawa mzuri akawa mcha Mungu, huyo ni waladin salih. Mtoto jirani, mtoto rafiki, mtoto kamtukua huko baba zao hamtaki. Kuna watoto hapa, mama aenda kanisa, baba aenda kanisa, wamegawanyana. Baba, mimi sitaki kwenda kanisa. Ambia haya, nenda kwa watu majini. Kwa dawa Waislamu waitwa watu majini, yaani sisi tuko na majini. Umekuja wapi msikitini kwa mwana jini? Na kama yuko ni mwema basi elewa wako ndio, lakini wema. Mwana amekuja hapa ana miaka 7-10 amepagawa kwa majini ni huko kwenye haleluya, Bwana sifiwe, haleluya, ndio kwa majini huko. Hapa hapana jini. Kama yuko basi ni mwema. Wale maifriki, watu wengi wenye kuja kwa mashehe ni Wakristo wamepagawa, walipata msikitini haya majini, kanisani huko ndio kweli huo, ampendi kweli. Au waladin salihin yad'u lahu, au mwana mwema mwenye kumwombea dua babake kila wakati. Rawahu Muslim. Ilikuwa ni fasiri aya ya mwisho, lakini wakati umeisha. Hapa mada waliochelewa ilikuwa min a'zami as-sadaqati al-jariyati al-waladu as-salihu. Kwa kupi kiwa kuna sadaka jaria ni bora zaidi, tufaa kuifanya tukifa ili iendelee duniani, sio msikiti. Bora zaidi si msikiti wala madrasa, ni mwana umlee vyema, umpe ilmu ya iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram. Hiyo ndio elimu ya Mungu anataka, sio elimu ya this go come, kuja nenda sit down stand up. Sio hiyo. Hiyo ni ya kujikipu busy kwa maisha ya kutia bangi. Hiyo ndio elimu ya kujikipu busy maisha na kutia bangi. Hiyo ndio elimu. Si elimu ya kwenda akhera. Huwezi wale kaburini kuulizwa what is your name, malaika anaelewa, hawezi kuuliza kama anaelewa hiyo. Anakwambia rabbuka wama nabiyuka wama imamuka wama qiblatuka wama ikhwanuka wama dinuka. Haya ndio masala ya Kiarabu, ulizo lugha ya Qur'ani. Hakuulizi what is your name, what is you come from, your mother, what is your kibla. Hauulizi haya, utaulizwa kwa Kiarabu. Na kama ni mwema unajibu Kiarabu safi. Haukusoma ni mwema, wewe wajibu Kiarabu safi, wala hutiziki. Hata ukasoma mpaka kupindukia ukamuovu, ukiambia rabbuka la adri, sijui. Hata wewe la adri leo tu Kiarabu pia gale raha ya akhera wewe. Hata ile kwamba hujui pia Kiarabu utajibu. Peter John Omondi akiambia rabbuka amekufa kafiri, anasema la adri, yani sielewi, sijui. Na yeye ni Omondi, hajawahi kwenda madrasa, hajawahi kusoma Qur'ani, hajawahi kuona Qur'ani, hata kuona sarfu yake baada sampuli ya Qur'ani haifahamu. Lakini kaburini akiulizwa rabbuka anasema la adri, sijui. La adri ni Kizungu, subutu. La adri ni Kiarabu, my friend. Tusomeni Kiarabu, someni Qur'ani, someni mtume. Tuwasome mitume maisha yao wanishi namna gani, tuishi kwa uzuri kwa hali ya Mwenyezi Mungu atakayo. Hii tunapoishi vibaya, my friend. Wallahi saa hizi namalizia, saa hizi mtu akivaa kanzu ajishukushuku, nimevaa kanzu sirida hii, yani aende akishukushuku. Akivaa kofia mtavua hii, si ndio kana niko na kumshamba mimi. Rafiki yangu tunamshamba basi tuenda viwanda, tuenda viwandani, kivaa kofia ya Kiislamu, mtaambiwa tena haiti kofia. Basi waelewa bana, nakwambia leo na vocabularies yaitwa walahi. Wallahi
Unaona, haiti kofia yaitwa walahi, sijui walahi ndio nini, lakini yaitwa walahi. Watu wote walikuwa walahi. Kuna mtu mbwa walahi, ni walahi. Vaa kofia, si kofia, yaitwa walahi. Sasa kila alovaa walahi ajishukuru, kila alovaa mkono wa dera mnafaa kulipua ni suti. Yani matatizo nini kufanya hivyo? Kwa nini tuwe akili zetu zimerorwa namna hiyo? Kwa sababu afya na memory and your mind and my mind imejaa kizungu ndani. Kwanza ufungue macho, umetoka kutukulia mamako, nimetoka kutukulia mamangu, najua this na go. Simjui Mungu kamwe. Kwa nini nisijishuku? Kipakaza najishuku, nikivaa kofia hiyo walai najishuku. Sasa kwa nini? Ndio nyumba kuna nyimbo inaimba kushuku. Sasa yote mnashuku. Kipakaza najishuku. Ndio ile kawaida shuku. Ni nyimbo hiyo. Kila mtu anajishuku. Kuna nyimbo msara mmoja anavaa vimini, anawaambia watu shuku. Mtoka kwa TV aikariboti aikayo shuku. Watoto wetu wakae kwa TV wanafanya hizo shuku. Watoto wote wanashuku. Wakenda shule wanaenda shuku, wakirudi nyumbani shuku. Mpaka mzazi naye anapeleka shuku, anakuwa shuku. Mtao kwa shuku. Shuleni shuku. Madrasa shuku. Kila mara shuku. Watu wote shuku. Ndio mnashuka. Hamjelewi, hamwendi kulia wala kushoto, mko juu kwenye hewa, on the air. You are flying on the air, my friend. Mnakuwa akili maruerue. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu